Katika upimaji wa mwaka 2025 wapo watahiniwa waliokiuka taratibu za mitihani. Hivyo baraza limefuta matokeo yote ya wanafunzi 41 waliofanya udanganyifu na 8 walioandika matusi kwenye karatasi zao za majibu katika upimaji wa kitaifa darasa la 4. Aidha, baraza limefuta matokeo yote ya wanafunzi 29 waliofanya udanganyifu na 11 walioandika matusi katika upimaji wa kidato cha pili. Matokeo hayo yamefutwa kwa mujibu wa kifungu cha 5 kifungu kidogo cha pili J cha sheria baraza la mitihani sura namba 107 kikisomwa pamoja na kifungu cha 30 kifungu kidogo cha pili B cha kanuni za mitihani za mwaka 2016. Na ukiangalia takwimu zetu ni kweli kwa sasa tunaanza kuona matusi yakijitokeza katika hatua ya darasa la 4. Mwaka jana tulikuwa na wanafunzi 8 walioandika matusi darasa la 4. Mwaka jana tulikuwa na wanafunzi 5. Mwaka huu tumekuwa na wanafunzi 8 walioandika matusi. Baada ya matokeo haya, baraza linaandika barua katika mamlaka zao ikiwemo wakuu wa shule na bodi za shule, kwa shule za msingi, kamati za shule, na kuwahusisha wazazi katika kuchukua hatua ili kuhakikisha ili swala la matusi linakomeshwa. Kwa hiyo tunaendelea kuchukua hizo hatua na kuwatambua wanafunzi hao kwa sababu bado wapo katika mfumo wa elimu. Sababu za wanafunzi wanaokosa mtihani, sababu ziko mbalimbali. Wanafunzi wanaposajiliwa, wengine wanakosa kufanya mtihani kwa sababu za utoro. Wako ambao wanafika katika chumba cha mtihani wakiwa ni watoro, wengine wanakuwa wamesajiliwa lakini hawakuwa wakihudhuria shule, lakini wapo ambao wanapata dharura ya ugonjwa. Kwa mujibu wa kanuni za mitihani tunawaruhusu na tunawapa fursa ya kufanya wakati mwingine. Kwa hiyo ziko sababu mbalimbali, lakini zinachangiwa na hayo ugonjwa lakini na utoro. Kwa hiyo hatua mbalimbali baraza linaendelea kuchukua kwa kushirikiana na wadau mbalimbali kwa kutoa taarifa katika mamlaka zao ili swala hili la utoro likomeshwe, na kwa mwongozo wa baraza ulivyo na kawaida ya uendeshaji wa mitihani, wanafunzi wanaofaulu wanaruhusiwa kuendelea na kidato kinachofuata na wanaofeli wanatakiwa kukariri. Sasa nafikiri muuliza swali bila shaka utakuwa umekusudia, kwa sababu mwaka huu kwa kidato cha pili tumekuwa na mitaala miwili ambayo tumeitahini. Kuna mtaala ulioboreshwa ambao kama wanafunzi watarudia basi watakutana wenzao waliokuwa wamesoma mtaala tofauti, na aidha kama watarudia vile vile watajikuta warudie kwa mtaala wao ambao pengine ufundishaji huko shuleni umekwisha badilika. Kwa niseme tu kwa kesi hii specific ya matokeo ya mwaka huu, na mamlaka ya baraza ni kutoa matokeo na kuainisha waliofaulu na walioshindwa, lakini bila ya shaka muda wote kuanzia leo baada ya kutoa haya matokeo ofisi ya kamishna wa elimu kupitia Wizara ya Elimu itatoa statement maalum kuhusu hatima ya wanafunzi. Ufaulu wa darasa la 4 ni 88.91 na ufaulu wa kidato cha pili ni 86.93. Baraza la mitihani linapenda kuchukua fursa hii kuzipongeza kamati za mitihani, wakuu wa shule, wasimamizi, wasahishaji na wadau wote wa elimu kwa kazi kubwa na nzuri walioifanya kuwa utulivu na kuendesha upimaji huu. Aidha, baraza linawapongeza wanafunzi wote waliofanya upimaji huu kwa kuzingatia kanuni za mitihani wakati wote. Matokeo ya upimaji huu yanapatikana katika tovuti ya baraza www.necta.go.tz.